because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Warumi sura ya 9. Mada ni uteuzi, sema uteuzi. Uteuzi unamaanisha unaweza kuwa na maapulo 100 kwenye kikapu na unachagua maapulo 50. Nguvu ya kuchagua. Ikiwa maapulo ni yako, nani anaye mamlaka ya kuchagua? Wewe. Na wewe unasema, ninachagua ninavyotaka, nachagua 175 au 50. Neno uteuzi linatokana na kuchagua. Ikiwa wewe ndiye mmiliki, basi wewe unachagua. Lakini sasa tutazungumza juu ya mmiliki wa roho yako, mmiliki wa dunia, mmiliki wa ulimwengu wote, Mungu. Yeye aliamua siku moja kuchagua kati ya wanadamu. Na kisha akaumba vyombo vingi, watu wengi sana. Na badala ya kuamua kuwachagua wote waliopo, alisema hapana kabisa, mimi nitawachagua hawa vyombo mahususi. Na hawa sitawachagua. Ni kwamba wakati Paulo aliandika hayo, Paulo alishangaa Mungu wa upendo hatawachagua watu wote kwa wokovu. Tutaangalia kile kilichoandikwa. Sawa, Warumi 9 mstari wa 11. Anasema, bado hawajazaliwa wala hawajafanya mema wala mabaya. Anazungumza juu ya wanadamu, sivyo? Hawajazaliwa. Hatuzungumzii kuhusu wanyama. Tunazungumza juu ya wanadamu. Anasema, basi kwa kuwa bado hawajazaliwa na hawajafanya mema wala mabaya, ili kusudi la Mungu liweze kutimia. Kulingana na uteuzi, hilo ndilo mada. Kulingana na uhuru wa kuchagua. Kulingana na mapenzi ya mwanadamu. Mwanadamu anachagua Mungu? Hapana. Kusudi la Mungu kwa wanadamu ni kulingana na kusudi la Mungu la kuwachagua watu wake. Lidumu si kwa matendo bali kwa yeye anayewaita. Sikiliza, ni mada muhimu sana. Uko tayari kuchukua notisi? Unajua kile ambacho mtume anasema hapa? Sikiliza, mwenye baraka hii huenda haujawahi kusikia. Jitayarishe. Mtume Paulo, yule mjenzi mkuu, yule mtu ambaye Mungu alimpeleka paradiso na kumwambia, Paulo, sikiliza, sikueleza hili hata Maria. Sikueleza hili hata mitume. Sikueleza hili hata Musa. Wewe ndiye pekee ninayekueleza hili na ukaandike. Na nataka uende ufanye safari kwenda Roma, kwa sababu kuna kitu kinaundwa huko Roma kinachoitwa Vatican. Nisikilize. Tuko hapa wote. Hii ni kitabu kimeandikwa kwa nani? Kwa nani? Kwa Warumi. Paulo alienda Roma kuwapa habari njema. Papa wa kwanza alikuwa anaundwa. Paulo alitaka kumsaidia papa wa kwanza ili aelewe. Kwa bahati mbaya, papa wa kwanza hakuelewa Paulo. Na kisha hawatuwezeshi kamwe kufundishwa haya. Mungu alitaka iwe hivyo. Leo tunayafundisha. Leo kupitia mtandao, kamera ile inanipeleka mimi katika mataifa yote ya dunia ili wasikie. Basi anasema hapa mwenye baraka kwamba mtoto yuko ndani ya tumbo la mama yake. Hajafanya mema wala mabaya. Na kisha ili kwamba kusudi la Mungu kulingana na uteuzi, si kwa matendo ya mtu mwenyewe. Mtoto yuko pale ndani na Mungu anasema, huyo ni mtoto wangu aliyechaguliwa, lakini haijulikani jinsi atakavyojiendesha. Kama mtoto huyo akizaliwa kule katika kitongoji Je, nchini kwako kuna kitongoji kibaya? Puerto Rico kuna kimoja, lakini sitakitaja, niko kwenye mtandao na itaonekana vibaya kisiwa.
Kila taifa lina kitongoji ambacho huthubutu kupita ukiwa na vitu vya thamani. Basi kama huyo mwenye baraka alizaliwa katika eneo hilo na ghafla akapata marafiki ambao ni wabaya sana, na huyo mwenye baraka akawa jambazi, mwizi. Lakini tatizo si kwamba anatenda vibaya au vizuri. Tatizo ni kama amechaguliwa tangu tumboni. Dini haifundishi hilo. Dini inafundisha nini? Ukijitenda vizuri, unapokea ushirika wa kwanza na kubatizwa. Na ukilipa bei, Mungu ataangalia kama umeokoka, kama unaenda jehanamu au mbinguni. Dini zote zinafundisha hayo. Lakini Injili, sema neno hilo, Injili. Sema hisi dini. Injili anasema kwamba waliochaguliwa na Bwana hawajazaliwa, hawajajitenda mema wala mabaya, kulingana na uteuzi wa Mungu. Kama Mungu anasema ni mtoto wangu, ataenda mbinguni hata akijitenda vibaya. Jibu mimi, wapi umewahi kusikia haya? Hapana, 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 hapana. Anasema hapa kulingana na kusudi la Mungu, kulingana na uteuzi wa Mungu, si kwamba mwanadamu anachagua. Kwa sababu kuna neno linaitwa uhuru wa kuchagua. Kireno inasemekana libre arbitrio. Watu wanafikiri kwamba wana mamlaka ya kuchagua mema, mabaya, kuchagua mbinguni au jehanamu kwa mapenzi yao wenyewe. Hayo ndiyo watu wanafikiri. Mimi sipendi mawazo ya watu. Napenda kile ambacho Injili inafikiri. Ikiwa unampenda Bwana, Bwana ana utajiri kwako. Bwana ana uponyaji na maisha marefu. Lakini ni kama unajitisha chini ya ushauri wake. Sasa wewe, kama unataka kuamini kama watu wanafikiri, basi tumia uhuru wako wa kuchagua. Fikiria kile ambacho watu wanafikiri. Lakini kama wewe ni mtoto wa Mungu, utatumia uhuru wako wa kuchagua, utatumia uamuzi wake, kwa sababu inakufaa kufikiri kama Mungu anavyofikiri. Uteuzi. Mada ambayo kwa Paulo kufundisha hili Roma. Unajua kile walisema kidini Roma? Watu wa kidini wa Roma walisema haifai huyu mtu aishi. Hatupendi hilo. Kwa sababu sisi tunafundisha mtoto lazima abatizwe, kama hatabatizwa na akafa ataishia limbo. Na sasa Paulo anasema kwamba mtoto tangu tumboni bila kuwa na mwili. Unajua kwa nini? Kwa sababu anaposema hawajazaliwa, inamaanisha kwamba roho tayari inaundwa, malaika tayari alileta roho. Kinachokosekana ni udongo, mwili, ili mtoto azaliwe. Na wakati Paulo alipofundisha hivi, basi viongozi huko Roma walisema, kama huyu mtu anafundisha hivi, rozari zitaanguka, misa zitaanguka, indulgence zitaanguka, sakafu yote itaanguka. Unataka kujua lini kanisa liko katika kweli? Nenda tu kwa mchungaji, kasisi au kiongozi yeyote na umwambie, niambie, mheshimiwa mchungaji, askofu, mzee au hata monsinyo. Mwanadamu huchagua jehanamu au mbingu. Atasema ana uhuru wa kuchagua. Huo ni uongo wa kanisa linaloendelea. Inategemea mchungaji. Mchungaji anaweza kuwa mzuri, kutaniko zuri, waimbaji wazuri, lakini wako katika uongo. Kwa sababu ili kanisa liwe katika kweli lazima lijitishe kwa maelekezo ya Injili. Najua hili ni gumu kwa akili ya kibinadamu. Paulo anatoa maelekezo yenye athari. Fikiria Daudi yule aliyetenda vibaya sana. Daudi alifanya uzinzi, wizi, uhalifu. Mungu alimwona Daudi mtumishi wake. Ninaweza kuchagua mgahawa mzuri, nina ushahidi.
lakini wokovu wa maisha yangu, milenio yangu ya milele, hilo liko mikononi mwa Muumba wangu. Mungu ndiye Baba wa roho zote na yeye ndiye aliyeumba roho zote. Tazama Warumi 3 mstari wa 10. Wote wawe na Biblia. Mpe mgeni Biblia yake, ndiyo ushahidi. Kama imeandikwa, sema imeandikwa. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna anayeelewa. Hakuna anayemtafuta Mungu. Hakuna anayefanya nini? Ikiwa hakuna anayemtafuta Mungu, watamwaje? Kwa uhuru wao? Hapana, hawajui. Lazima uelewe kutumia uhuru. Paulo alisema hakuna mwenye haki, hakuna mwema, hakuna anayeelewa. Huwezi kutumia uhuru wako. Kama unaelewa, ni Mungu aliyefungua uelewa wangu kwa uhuru wake. Unanielewa? Ukiamini uhuru wa kuchagua, unamaanisha watu wanaelewa. Unavunja Injili na uko katika uongo. Usiwe na mshangao. Makanisa yote yako katika uongo ule ule. Hii ni ya kimataifa. Muujiza huu, kamera kufika dunia, hakuna anacho hicho. Sisi ni huduma pekee ya Kihispania yenye hii. Lakini hilo si kwa sababu ya matakwa yetu. Hilo ni kwa sababu Mungu anataka hili lisikike kwa mataifa yote. Mungu amechoka na uongo. Na tarumbeta inalia. Na Mungu anataka kujulikana kwamba anakupenda, kwamba alikuchagua tangu tumboni mwa mama yako, anakuja kutafuta na kulinda. Unajua maisha mangapi yameathirika gerezani? Ni mwana-kondoo ambaye hajasikia kanisa, ni mteule lakini hajui kwa sababu sijamwambia. Mimi nitamwambia na wewe utamwambia. Acha kuonyesha watu kidole. Wewe unaenda jehanamu. Usimwite shetani aliyesafishwa na Mungu. Mchungaji, kuna watu wanaotenda vibaya. Yeye atendaye vibaya huvuna vibaya. Umemwona nani ambaye ni mbaya na mwisho wake mambo yanamwendea vizuri? Anafanikiwa kwa muda, si mjinga. Hatakwambia kinachomtokea. Anakuambia yuko vizuri. Unaenda kanisani? Mimi siendi, lakini niko bora kuliko wewe. Unajidanganya. Mambo hayafanyi kazi kwa njia hiyo. Inasema Mungu hawezi kudanganywa. Yote apandayo mtu ndiyo atakayovuna. Kristo alionya, kwa kipimo unachopimia ndicho utakachopimiwa. Kuna watu wanachoka kuwa wema. Mimi nilipenda kusaidia lakini walinilipa vibaya. Nilikaa miaka mingi Massachusetts, niliwaona Wahispania wakifika, nikatoa kadi yangu ya mkopo. Na nilikuwa nikitafuta njia ya kuwasaidia na kuwanunulia kitu. Na ikiwa nawaona wakitembea, nasema hawana usafiri. Na mimi katika gari langu mwenyewe, unaenda wapi? Natafuta kazi lakini lazima nifikie. Njoo nitakupeleka. Mradi tu nilikuwa na fursa, kwa sababu naamini lazima nipende jirani yangu. Jirani yangu si Miami yote. Jirani yangu ni yule aliye mbele yangu. Yule aliyenipa Mungu ndiye jirani yangu. Siwezi kuipenda Miami yote. Ninaweza kumsaidia aliyenipa Mungu. Walinilipa vibaya mpaka Bwana akaniambia, utavuna mema yote uliyofanya hata kama huyaoni sasa. Lakini siku moja, nitakuweka watu wazuri sana kando yako, watakupa mara 100 zaidi ya kile ulichopanda. Nimeona ndugu. Nina watu wazuri kando yangu, wanipenda, wanashirikiana, wanasema, mtume, hapa kuna hii, endelea kusafiri. Usijali, nitalifanya. Wanisaidia kwa njia 1000. Lakini sikuvuna hilo wakati ule. Ndiyo maana Mtume Paulo anasema, tazama, msichoke kutenda mema, kwa sababu kwa wakati wake tutavuna. Hapana, hapana. Watu wengi hukata tamaa kwa wengine. Watu wanatenda vibaya. Wanakupiga. Anataka uwe na akili, ujifunze neno, ujue marafiki zako ni nani na jinsi ya kuwachagua.
Hapa inasema, tazama sura ya 12 pale tulipokuwa. Inasema, wote walipotoka njia, wote wamekuwa wasiofaa, hakuna atendaye mema hata mmoja. Hiyo inamaanisha kwamba uhuru wa kuchagua ni uongo. Sema hii ni uongo. Sema sitaamini tena hayo. Sema Mungu ni mkuu juu ya maisha yangu. Unajua alichosema mwanadamu mwenye hekima zaidi duniani? Mwenye hekima wa mbinguni ni Paulo, wa duniani ni Solomoni. Solomoni alisema juu ya mawazo mengi sana yanayomjia mwanadamu kila wakati. Juu ya mawazo hayo mengi, mapenzi ya Bwana hutimizwa daima katika maisha ya mtu. Wakati mwingine unatumia miaka 5 kutenda utakalo, unadhani unaweza kutenda utakalo. Lakini Mungu anakuja siku moja na anasema, tazama, inakubadilisha kila kitu. Tazama ulipoishia. Ili mawazo mengi yafike kwako, unahitaji siku na miaka mingi. Ndiyo maana Mungu huwapatia waliochaguliwa, hasa anapojua wewe ni mteule. Mungu ana mipango nawe. Lakini lazima upande na usubiri kwa wakati wake yote yaanguke kwa mpangilio. Ili uone kwamba Bwana huwapatia watoto wake. Anasema, tazama, mwanadamu huamua njia yake. Akianguka hataanguka chini, Mungu anashika mkono wake. Wakati mwingine unadhani unaweza kufanya utakalo, Mungu anakuruhusu kwa muda. Ninaenda huku, ninaenda kule. Kulikuwa na nabii Yona. Mungu alimwambia, tazama, nenda Ninawi na kuhubiri hili na hili. Basi Yona alijua kwamba Mungu alikuwa mwema sana na inaonekana alikuwa na mapendeleo ya kisiasa. Alisema, kama nikienda Ninawi, nikimjua Mungu atawasamehe. Lakini kulikuwa na masuala ya siasa, huyu Mhispania, huyu Marekani, unajua sisi huku tunafanya mipango yetu. Na nabii alikuwa na upendeleo. Na basi akasema, Bwana amenituma niende Ninawi. Lakini sitaenda Ninawi. Basi alinunua tiketi ya meli iliyokuwa inaenda Tarshishi. Akasema, Mungu ni mkuu, si kweli? Tayari nimenunua tiketi, nimepanda meli, ninaenda Tarshishi, siendi Ninawi. Mungu alimwacha. Meli ilianza safari, ilikuwa kama mwezi mmoja baharini. Na tayari alikuwa anajichua na jua. Ningekwenda Ninawi vipi? Watu wale wao ni watu fulani. Unajua kuna mataifa yana tabia. Nimeona mataifa yalivyo. Wale wasiopatana na pwani, wasiopatana na mji mkuu na wasiopatana na chochote. Nimeona hali katika kila nchi. Na tuna mapendeleo yetu. Yona alikuwa mwanadamu mkamilifu, aliyeteuliwa na Mungu kuwa nabii. Maana alikuwa akionyeshwa baadhi ya udhaifu. Na akaenda. Mwezi mmoja baadaye, kila kitu kilikuwa sawa. Alivua, akaona samaki wakubwa, nyangumi wengi wakipita. Alisema, uzuri mkuu, kama ningeenda Ninawi kuhubiri. Lakini tazama uzuri, pombo wakiruka na haya yote. Na ghafla, sikiliza kilichotokea. Biblia inasema kwamba Mwenyezi Mungu alileta kimbunga kikubwa sana baharini wakati huo. Na nahodha huyo, ambaye alikuwa mtu anayeamini sana mambo ya kishirikina, alisema, dhoruba hii imetokea kwa sababu ya mmoja wenu. Na nahodha alimkuta Yona, kwa sababu walikuwa karibu kuzama. Walikuwa karibu kuzama. Na Yona, kama mtu wa Mungu, watu wa Mungu hufanya makosa. Kama mtu wa Mungu siwezi kuhatarisha maisha haya yote. Mimi ndiye tatizo, nitupeni baharini na mtasalika. Nahodha akamtoa na kumtupa baharini. Dhoruba ilikoma mara moja. Meli ikarekebishwa. Na nyangumi mkubwa sana akaja, samaki mkubwa sana. Na akamumeza Yona. Na Yona alipokuwa ndani ya tumbo la samaki huyo mkubwa sana, basi pale akiwa amejaa juisi za tumbo zenye rangi ya kijani za kila rangi hivi, alisema, Bwana nisamehe.
Na aliposema nisamehe, basi samaki mkubwa alienda kwenye fukwe za Ninawi na akamtapika hapo kwenye mchanga. Na akamwambia Yona, nashukuru kwa uamuzi wako huru. Sasa nenda Ninawi na utangaze ujumbe wangu. Sema, uhuru wa kuchagua ni laana kubwa sana. Ukosefu wa heshima kwa Mungu ambaye ana kila kitu chini ya udhibiti. Hii ni kama mtoto wako wa miaka miwili anakudhibiti wewe, ingawa wengine hufanya hivyo. Lakini hapana, baba na mama ni wema, humfanya afikiri anaweza kufanya anachotaka na anajichafua. Lakini ghafla anaambiwa hebu. Inakuja wakati unamwambia fanya nidhamu. Au unamruhusu afanye mambo madogo, lakini si kila wakati. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, una baba. Na wakati mwingine unafanya machafuko na unafikiri utaepuka. Lakini hapana, yeye ana udhibiti. Anawapenda watoto wake. Kuna watu ambao hatawapenda. Inanihuzunisha sana usiku huu kusema hivyo. Na yuko pale pale, ndiyo maana waliwawa huko Roma. Tazama Vatican. Kutoka huko. Walimuelewa vibaya Paulo Vatican, lakini walimuelewa vibaya. Kifo cha Paulo kiliamriwa. Kwa sababu yeye alienda Roma kuzungumza mambo ambayo yalikuwa vigumu kwa Petro, papa wa kwanza, kuyastahimili. Hauoni, Petro alitembea na Yesu. Na Petro alikuwa rafiki wa Yesu. Na Petro alitembea juu ya maji, mtu aliyetenda miujiza mingi. Basi Paulo alikuwa mnyanyasaji wa Yesu. Paulo aliua Wakristo, lakini kisha Mungu anakuja na kumchukua Paulo na kumfanya mtume wetu sisi watu wa mataifa. Alipofika na habari hii, Petro alisema, huyu ni wa Ibilisi, sikiliza anachosema. Petro hakupendezwa na haya kwa sababu hakuwa na uwezo wa kuyakubali. Tazama kile kilichokwaza watu wote wa Roma. Paulo waliuawa Roma. Hapo ndipo walipomua kiongozi wetu, kiongozi wa mataifa. Ndiyo maana wewe umezaliwa katika uongo. Mimi pia nilizaliwa katika uongo. Watu wanaishi katika uongo kwa sababu ukweli ambao Paulo aliufikisha Roma ulifichwa, ulibaki tu kama maandishi, lakini haukuhubiriwa kwa watu wote. Haukuhubiriwa. Tazama kile kinachosemwa na mstari wa 22 wa sura ya 9. Tazama kile kinachosemwa na 20 hapo awali, mtu. Tuko wote hapo. Ndiyo, Warumi 9 aya ya 20. Zaidi ya hayo, mtu, wewe ni nani hata umjibu Mungu? Kama kuna mtu hapa anasema, hilo linaonekana si haki, unajadiliana na Mungu. Ndiyo, kwa sababu inaonekana si haki Mungu anayemwokoa anayetenda vibaya na kumwacha anayetenda vizuri. Ndiyo maana hili ni fumbo. Kama wanaojitenda vizuri wanaokoka na wanaojitenda vibaya wanaangamia, hilo si fumbo. Ni kawaida, lina maana, lakini fumbo ni kwamba yule aliyetenda vibaya aliokoka na yule aliyetenda vizuri walimwambia, usivae nguo huendi. Basi mtazame hapa. Mbarikiwa, kabla ya kusoma, ninarudia, ninakupa onyo. Sasa hivi moyo wangu unapiga kwa kasi. Na mimi sina ugonjwa wa moyo kupiga haraka. Ni kwa sababu nimekupa onyo, kwa sababu kama hutafahamu hili, hutamjua Mungu kamwe. Wewe unayesema tangu utoto kwamba yeye ni wa kwanza. Uongo, si hivyo. Anakuwa wa kwanza wakati unasikia sauti yake na kusema, Bwana, ninaheshimu neno lako. Kuna watu wanasema wanaamini na hawaamini kitu. Maisha yangu yameongozwa naye kila wakati. Ni uongo. Hii ndiyo kweli ya Mungu. Hii ndiyo Injili unayohitaji kujua ili Mungu akusaidie kuanzia sasa na kuendelea. Mungu aseme, huyu mwanamke, huyu kijana, huyu mwanamume alithubutu kuniamini, na kwa sababu ya kuthubutu kuniamini, nitambariki. Nitamponya, nitamwongoza. Tazama mstari wa 20 sasa. Zaidi ya hayo, mtu, wewe ni nani hata umjibu Mungu? Je, chombo cha udongo kitamwambia yeye aliyekitengeneza, mbona umenifanya hivi? Au mfinyanzi hana mamlaka? Ni Mungu.
juu ya udongo, kutengeneza kutokana na udongo ule ule chombo cha heshima na kingine cha kutokuheshimiwa. Sikiliza, mwanadamu wa heshima na mwingine wa kutokuheshimiwa. Sasa tazama mstari mwingine. Na vipi ikiwa Mungu anataka kuonyesha hasira yake? Mungu anataka kuonyesha hasira yake. Unajua Mungu si mwema. Zingatia, Mungu ni mwema na pia ni mbaya. Hauoni mema na mabaya yanatoka kwake. Yeye alimuumba Ibilisi. Yeye aliyemuumba alikuwa yeye. Unajua kitabu hiki si kizuri pia. Je, kitabu hiki ni kizuri? Wakati Hitler aliua Wayahudi milioni 6 kwa sababu walibeba kitabu hiki. Kitabu hiki ni kifo. Unajua Paulo alisema nini? Alisema herufi huwa. Kitabu hiki ni kizuri tu wakati unatoa injili kutoka ndani yake. Katika kitabu hiki kuna sehemu 3. Kuna maandiko ambayo ni Agano la Kale. Kuna historia na kuna injili. Na kuna injili bandia. Kuna injili mbili, ile ya tohara na ile isiyo na tohara. Injili bandia iliandikwa na Petro, Yakobo, Yohana na Yuda. Na injili ya kweli kwa ajili yetu sisi watu wa mataifa iliandikwa na Paulo. Hatukwasi mtu. Mwanatheolojia yeyote anayenisikiliza sasa anapaswa kusema hilo ndilo kweli. Hilo ndilo Biblia. Na nimekuwa nikisoma hili kwa miaka 34 mwenye baraka, na sitaki kukudanganya. Kwa nini nikutangazie uongo? Nini maana yake? Ikiwa wametudanganya kwa miaka mingi sana, mimi nitajiunga na hilo pia vipi? Tazama aya ya 22 inasema nini? Inasema, na kama Mungu akitaka kuonyesha hasira yake na kufanya uwezo wake ujulikane, alivumilia kwa subira nyingi vyombo vya hasira vilivyoandaliwa kwa ajili ya nini? Vyombo, watu walioandaliwa kwa ajili ya nini? Kwa uharibifu, na kufanya utajiri wa utukufu wake ujulikane. Aliwaonyesha kwa vyombo vya rehema ambavyo aliviandaa tangu zamani kwa ajili ya utukufu wake. Watu wa rehema ambao aliwaandaa tangu zamani, kabla ya kuzaliwa, kutoka tumboni mwa mama wanatoka vyombo hivyo vya utukufu mkuu. Na tangu tumboni pia, kwa sababu ni kutoka udongo ule ule. Yaani Mungu anaposema udongo ule ule, anakuambia kutoka tumboni mwa Hawa walitoka wavulana wawili. Na kati ya wavulana wawili hao, mmoja aliitwa Habili, chombo cha rehema. Lakini kulikuwa na mmoja ambaye katika nchi zote wanasema, kijana huyo ni mbaya kuliko Kaini. Ulishasikia msemo huo, huyo ni mbaya kuliko Kaini? Basi kutoka kwa Kaini huyo wanatoka vyombo vya uharibifu. Ni watu wanaozaliwa na kufa kama mbwa. Yaani mara tu wanapokufa, katika jeneza wanaboreka na roho inatupwa mbali. Lakini wanaenda jehanamu. Hiyo imekwisha. Hiyo ni gazeti la jana, hiyo ya jehanamu imekwisha, vyombo hivyo vinaharibiwa. Hakuna kumbukumbu zaidi yao, lakini vyombo ambavyo aliwachagua tangu zamani, mara tu wanapokufa, tunaondoka mwilini. Paulo alisema, kwangu mimi kufa ni faida, kwa sababu mara moja nitaenda katika ulimwengu ambao macho yako hayawezi kuona. Ndio ulimwengu wa roho, unaojulikana kama mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Na basi wale wavulana wawili waliozaliwa kutoka udongo ule ule, kutoka tumboni mwa Hawa, wanawakilisha vyombo vya hasira na vyombo vya heshima kabisa. Unajua Mungu alitaka kusema hili kwa ulimwengu wapi? Msalabani Kalvari, siku moja alipokuwa akitaka kuondoka ulimwenguni. Alipokuwa akitaka kugawanya ulimwengu kwa nusu, kwamba alikuwa akigawanya maagano mawili. Alisema, sikia, hili halikuwa ajali. Walikuwepo wawili kando yake, walikuwa nani? Gavana na raisi. Ni nani walikuwa kando yake msalabani alipokuwa akifa? Wizi wawili. Unajua wote wawili walikuwa wabaya. Wote wawili walitenda vibaya. Lakini kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa chombo cha rehema. Kulikuwa na mmoja alisema, sikia, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako, wakati yule mwingine alikuwa akimdhihaki na kusema, na ajiokoe mwenyewe, kwa sababu watu wabaya ndivyo walivyo. Watu wabaya hawaamini hata mwezi wa umeme, wanasema, kanisa gani? Kanisa? Kwa nini nitoe zaka? Ili mchungaji anunue pete. Vipi nitaweka pesa zangu huko? Angalia gari alilo nalo. Jinsi unavyouliza kuhusu gari alilo nalo. Mchungaji ni nani? Mchungaji ni muhimu zaidi kuliko daktari, kuliko mganga na kuliko rais, kwa sababu anashughulika na roho yako. Unataka nini? Aende kwa baiskeli yake?
Wizi wawili. Sikia, wizi wawili. Mmoja alisema, basi ajiokoe mwenyewe na kisha atuokoe sisi kutoka hapa kama yeye ni Mungu. Na yule mwingine kwa unyenyekevu. Hao ndio wachache wanaopatikana katika hali za maisha. Kwa unyenyekevu alisema, tazama, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako, na hapo hata Mungu alimpa mafundisho ambayo hakuna mtu alielewa. Sikia, kwa ajili ya ufalme siwezi kukuchukua, lakini kwa ajili ya paradiso ndio. Kwa sababu ufalme ni huku chini. Unahitaji mwili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wewe unaingia katika ufalme ukiwa na nyama. Sasa kwa kuwa utakufa, nitakupeleka pamoja nami paradiso. Vizuri, sawa kwa yeyote kati yao wawili, lakini nikumbuke. Lakini watu wanajikita katika hilo na hawagundui kwamba Mungu alilitangazia ulimwengu hapo, tazama, hapa nina Habili na nina Kaini. Hapa nina siri ya karne. Vyombo vya hasira vilivyoandaliwa tangu zamani na vyombo vya heshima vilivyoandaliwa tangu zamani. Sikia, si rahisi hili somo. Mtoto asiye na elimu nyingi ananielewa mimi. Vizuri, watoto wanaelewa zaidi kuliko watu wazima kwa sababu wana uchafuzi mdogo. Ikiwa haya ninayosema hayakufurahishi, basi sijui wewe ni chombo cha aina gani, kama unatokana na Habili au unatokana na Kaini. Ikiwa unapenda haya ninayosema, unatokana na Habili kutoka kwa vyombo vya rehema. Sasa ikiwa haya hayakufurahishi, yanakukera na unasema hapana, sipendi Mungu achague, yule mbaya anapaswa kwenda jehanamu, na huyu mtu pia, mambo hayafanyi kazi hivyo. Mungu alikuwa Tazama, kulikuwa na mfano ule wa mwana mpotevu. Alikuwepo kijana mmoja alienda na kuomba mali yote. Mnakumbuka mfano wa mwana mpotevu, yule alienda na kuyatumia yote. Na kulikuwa na mmoja aliyebaki, naye yule mtiifu. Yupi alikuwa mbaya, yule alienda au yule aliyebaki? Yule aliyebaki. Kwa sababu alijawa na hasira na kinyongo. Kwa sababu baba alimpenda yule alienda, yule mpotevu, yule aliyekuwa pale akila chakula na nguruwe. Alisema, inanihuzunisha sana, ni mtoto wangu, ninampenda sana na nataka aje. Na kulikuwa na siku ambayo kijana alihisi kwamba chakula hicho cha nguruwe hakikuwa kizuri, na alisema, lakini katika nyumba ya baba yangu nilikula vizuri zaidi, niruhusu nirudi. Naye alisema, nitarejea, ingawa najua baba yangu atanipiga mimi, lakini nitamwambia asinikubali kama mwana, bali aninifanye niwepo kufanya kazi na nguruwe pale na wale vibarua ambao anao. Mimi nitajiunga pale kama mfanyakazi mwingine zaidi. Kile ambacho hakukijua kilikuwa, ndivyo unavyojisikia wakati mwingine. Baba, nadhani Mungu ananitazama. Hiki kilichonipata ni Mungu ananipiga. Nina laana. Nitaenda kwa mganga wa kienyeji kuona kama anaiondoa hii, kwa sababu ninachokifanya ni kibaya, wamenifanyia uchawi. Hizo ni upuuzi mwenye baraka. Ikiwa wewe ni mteule wa tangu zamani, una malaika wanaokulinda. Una haja ya kusomewa kadi au mkono wala ishara ya zodiacs. Hizo ni upumbavu. Uliye na baraka. Umebarikiwa kwa kila baraka. Umechaguliwa tangu kabla ya msingi wa dunia.